By the way, ni siku nyingine tena na ni exclusive nyingine tena, kwa sababu tunajua mziki wa live sasa hivi una nafasi kubwa sana, kwa sababu ni mziki ambao unahusisha vyombo mbalimbali, motifu tunaona kwenye event mbalimbali, sequences zinatumika sana, na si mwingine tuko na brother hapa. Kwanza inakuaje? Kama kawaida mimi. Hongera sana. Asante sana. Hivi ni mbinu gani ambayo unaitumia katika mziki wako? Wengi wanakukubali na kukusifia dhao unapofanya kazi nzuri. Actually niseme kwanza ni Mungu, wakati mwingine wakati wa Mungu ni sahihi, lakini kujitafutia njia yako mwenyewe ni jambo ambalo mimi nimelisimamia na kuamini katika kile kitu ambacho nakifanya bila kuiga zile njia ambazo pengine walitutangulia. Kwa hiyo nimejitafutia kona yangu ya kufanya muziki wa live as a pianist, as a soul pianist, kutumia vocal yangu kwa convince watu. Na hiyo ni moja ya sababu ambayo imenifanya watu wengi kunijua na kupenda ninachokifanya. Okay, kila mmoja kwa anachokifanya huwa ana role model wake. Na katika role model watu wengi huaga wanatolega mifano watu wakubwa. Juzi tumeondokewa na mtu ambaye ni mtu mkubwa sana, Ron Kenoll, lakini tunajua viwango vyako pia tunaweza kufananisha na wapigaji wakubwa sana wa vinanda na mambo mbalimbali. Wewe role model wako ni nani? Actually mimi nimekuwa kwenye kujifunza katika watu wengi. Unamwangalia kina Steve Wonder, unaangalia kina John Legend, unaangalia kina Bruno na Mars, sio tu wasanii wa nje, hata wasanii hapa wa ndani. Inawezekana nisijifunze katika yote na nikafanya kama wanayofanya, lakini wasanii wa ndani pia wameni-inspire na kupenda kufanya wanachokifanya. Kukijumlisha unanikuta mimi katika utofauti na muonekano mpya kabisa. Okay, vyema sana. Umewataja wasanii wa ndani na sijajua kwa sababu umeamua kuwataja ni mapenzi yako binafsi, japo sio wote wenye uwezo huu wa kuzungumza moja kwa moja. Wewe umeonyesha upendo kwa kaka zetu na dada zetu. Ni wasanii gani ambao wamekuvutia? Unaweza kuwataja baba? Ninaweza kuwataja bila shida. Ni wengi. Itakuwa mnafiki, unakuwa unaona watu wanafanya kazi. Kwa hiyo huwezi kukaa bila kumtaja Diamond. Amekuinspire katika namna moja nyingine, katika uimbaji, katika tungo, katika kufanya kazi kwa bidii. Huwezi kumwacha Alikiba, huwezi kumwacha Mario, huwezi kumwacha Harmonize, huwezi kumwacha Mbosso. Ni wengi, siwezi kumaliza hiyo list. Kama nilivyokuambia, mimi najifunza katika hao wengi, na hata ukiangalia hata kwenye nyimbo zangu cover ninazofanya, nifanya cover nyimbo ambazo wanazifanya ambao walishakuweza kufanya wenyewe, mimi nazifanya cover kuonesha respect na kukubali, na ndio maana mimi ni mtu ambaye nimekuwa inspired kupitia kazi zao. Baadhi ya mastaa huwa nyimbo zao zikifanywa cover wanataka labda pengine wapewe taarifa kabla. Je, uoga unawapaga taarifa? Lakini kama ulishakuwapa taarifa na ukafanya cover zao, vipi mapokeo kwa upande wao? Wanasemaje juu ya kazi zako unazofanya? Moja, sio wote nimewapa taarifa na kuna watu ambao nimekuwa nikiwapa taarifa, lakini mimi ninamshukuru Mungu, sijui ni bahati au ni nini, hakuna cover yoyote ambayo nimefanya yule muhusika hajaja hata kuonesha support kwenye comment au kwenye DM, na kuna baadhi ambao wamekuwa kiomba bana, natoa nyimbo naomba uifanyie cover. Kwa hiyo nipende kuwashukuru wasanii ambao wameweza kusupport kipaji, hasa sisi ambao tunakuja na wale ambao nimefanya cover zao na kuonesha kwa positive kwa kazi ninayofanya. Na sio tu mbali na kuimba cover zao kusema it's just like a win-win situation. Mimi ninavyofanya cover ya msanii, ukiangalia mimi zinatembea sana. It's a part of promotion. Unaona? Japo sitaki kuliweka katika upande huo sana. Mimi kwa upande wangu I appreciate the respect ambao nimepata kwa wale ambao nimefanya kazi zao. Okay. Katika kutaja wasanii, Diamond ulikuwa na the first kumtaja hapo. Mlishaye kukutana uso kwa uso, lakini pia kama mlishaye kukutana, mlizungumza nini kikubwa, naye alisema nini juu unachokifanya? Nimeshawahi kukutana na Diamond kadhaa, lakini sio katika situation ambayo tulikuwa tunaweza kuzungumza kwa kirefu, lakini mimi naamini yeye ananiona na anafurahia kazi zangu kwa urefu, na tayari nishapata namna ambayo anapokea anachokifanya na na appreciate, na mimi nimekuwa inspired kwa muziki anaofanya. Okay, sasa hivi kumekuwa kuna aina mpya, aina ya upigaji wa live. Sequences zinatumika sana. Mimi nilikuwa nataka utupitishe hapo katika hiyo elimu ya sequence, lakini utuelezee kwamba ina impact gani katika muziki huu mnaofanya? Actually, that's very musical. Sequencer watu wanaweza wasielewe. Unaweza ukatumia sequencer kwa lugha rahisi ambayo mtu hajui muziki. Sequencer ni kwamba umeweza kurecord instrumental au tiwa mgongo au rhythm ambayo wewe unaweza kuwa unaimba live, lakini unapitia humo ndani. Inaweza isiwe na vocal. Lakini mimi furaha yangu nimeona kuna wasanii wengi wana muamko wa kufanya live. Kwa hata mtu ambaye anaanza kutumia sequencer, maana huu ni mwanzo mzuri, anaelekea katika kufanya live pure. Event yangu ya leo ambayo inaenda kufanyika ni pure live. Kila kitu ambacho kinafanyika pale, timu ya nyuma ni kubwa,
mapianist tuko watatu, tuna masaxophone, tuna mambo mengi sana ambayo najua watu wakija kuziona video wanaweza kanielewa zaidi. Yeah. Wengi wamekuwa kitutafsiri vibaya sana kwamba kwenye swala la live huwa tunashindwa kufanya vizuri sana. Natumaini una mkakati wako bora. Umeandaa mkakati gani kuhakikisha muziki wa live kwa engo yako wewe unaopeleka viral sana, ili watu pia waamini kwamba na sisi pia tunaweza katika sekta hiyo? Actually tayari watu wameshaanza kuwa inspired. Ilikuwa ni ngumu sana kumwona mtu anapiga tu piano na kuimba alafu watu wakamuelewa, lakini sasa hivi mimi nimewa inspire watu wengi, na watu wengi wanapenda kufanya ninachofanya. Na mimi niseme, mimi hata sijaanza hata kazi yenyewe ambayo mimi ninaiona. Tumetoka kule kwenye piano, tuko hapa, tutafanya mambo makubwa, lakini wategemee vitu vikubwa na wataviona kwa vitendo, sio kwa maneno. Yeah. Nashukuru sana. Thank you so much bro.